بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. Kuna watu wako nayo fa anna yustajabu lidhalik, wengine wako nayo fa anna yustajabu lahu. Sawa, zote sawa. Fa anna yustajabu lidhalik, fa anna yustajabu lahu, zote ziko sawa. Naam, hadithi hii hadithi ambayo imepokelewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu katika hadithi ya 10 katika hichi kitabu. Amepokea Abu Huraira radhi za Allah ziwe juu yake, anasema Abu Huraira: qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam: inna Allaha tayyibun, hakika ya Allah ni mzuri. Inna Allaha tayyibun, hakika Allah ni mzuri. Maana yake katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni tayyibun, kwa yeye ni mzuri. Tayyibun, Allah ni mzuri min kulli naqais, wa tayyibun fi sifatihi, Allah ni mzuri katika sifa zake. Allah ni mzuri na hana mapungufu. Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun 'anil naqais, ameepukana kutokamana na mapungufu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hasifiki kwa mapungufu. Allah subhanahu wa ta'ala hasifiki na sifa ya mapungufu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha tayyibun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mzuri. La yaqbalu illa tayyiban, hakubali Allah subhanahu wa ta'ala katika mali, katika vitu isipokuwa vilivyokuwa vizuri. La yaqbalu illa tayyiban, hakubali Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa vile ambavyo ni vizuri. Maana yake man yataqarrabu ila Allah, yoyote anayejikurubisha Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima ajikurubishe kwa kitu kizuri. Na maneno mengine yakasemekana maana ya tayyibun hapa pia maana yake ni kile ambacho halali. Maana yake halali ni tayyibun, haramu maana yake ni khabith. Wazi? Kwa hiyo inna Allaha tayyibun, hakika Allah ni mzuri. La yaqbalu illa tayyiban,
hakubali Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kile ambacho ni kizuri, uzuri wa hali yake na uzuri wa uhalali wake. Kama ni mnyama ndio Mtume SAW akasema katika zile arba uyub, aibu 4 za mnyama min al-adhahi, asiwe mnyama chongo, asiwe mnyama kiwete, asiwe mnyama mekondeana, na wala asiwe mnyama mgonjwa. Maana yake hivyo Allah hakubali katika vile tunavyovichinja katika Eidul Adha. Allah hataki mnyama aliyokonda, maana yake si mzuri. Allah hataki mnyama chongo, maana yake si mzuri. Allah hataki mnyama aliyokuwa na homa, maana yake si mzuri. Kwa hiyo anasema Mtume SAW, inna Allaha tayyibun, hakika Allah ni mzuri, la yakbalu illa tayyiban, hakubali Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kilichokuwa kizuri. Maana yake yeyote atakayejikurubisha kwa Allah kwa kitu ambacho si kizuri, Allah hatakipokea. Allah atapokea kitu kilichokuwa ni kizuri. Unapotoa sadaka, toa sadaka ya halali, toa mali yako ya halali. Unapokwenda kufanya ibada ya haji au umra, ufanye ibada ya haji au umra kwa mali yako ambayo ni halali, maana yake ni malun tayyibun. Unapojenga msikiti, maana yake ujenge msikiti kwa mali ya halali. Wa inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, Allah hakubali isipokuwa kizuri kilichohalalika. Wa inna Allaha, na hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, amara almu'minina, amewaamrisha waumini, bima amara bihi almursalin, wa yale ambayo amewaamrisha mitume. Wa inna Allaha, na hakika ya Allah, amara almu'minina, amewaamrisha waumini, bima amara bihi almursalin, wa yale ambayo Allah amewaamrisha mitume. Faqala, akasema Allah, ya ayyuhar rusul, enyi mitume, kulu minat tayyibat, kuleni katika vizuri. Kulu minat tayyibat, kuleni miongoni mwa vitu vizuri, au kuleni katika mali zenu zinazotokamana na vitu vya halali. Wa'malu salihan, na mutende matendo yaliyokuwa mema. Wa'malu salihan, na mutende matendo yaliyokuwa mema. Inni bima ta'maluna alim, hakika yangu mimi kwa yale mnayoyafanya. Inni, hakika yangu mimi, bima ta'malun, kwa yale mnayoyafanya. Alimun, ni mjuzi. Inni, hakika yangu mimi, bima ta'malun, kwa yale mnayoyafanya. Alimun, ni mjuzi. Waqala ta'ala, na akasema Allah, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomuamini Allah. Khitabu ya kwanza inapelekwa kwa nani? Kwa mitume. Ya ayyuhar rusul, Allah anawahutubia kwanza mitume, kuwataka mitume wale vitu vya halali. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anawahutubia nani? Waumini, akisema waqala ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Kulu, kuleni minat tayyibati, kutokamana na vizuri. Ma razaqnakum, miongoni mwa vile tulizo waruzuku navyo. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kulu min tayyibat, kuleni kutokamana na vizuri. Ma razaqnakum, vile ambavyo tumewaruzukuni. Thumma, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, dhakara ar-rajula, akataja mtu. Thumma, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, dhakara ar-rajula, akataja mtu. Mtu huyu yutilu safara, anarefusha safari yake. Yutilu safar, safari yake imekuwa ndefu. Yutilu safar, ni mwenye kurefusha safari yake. Ash'atha aghbara, safari yake imekuwa ndefu, lakini nywele zake zimetimka timka. Ash'atha, ash'atha bimaana ni mtu ambaye
nywele zake zimetimka kutokamana na urefu wa safari. Kisha aghbara, amejaa na vumbi. Ash'atha, nywele zake zimetimka, aghbara, amejaa na vumbi. Yamuddu yadaihi ila samaa, ananyanyua mikono yake kuielekeza mbinguni. Yamuddu yadaihi, ananyanyua mikono yake ila samai, kuelekeza mbinguni. Safari yake ni ndefu, kisha amejaa, nywele zake zimetimka kutokamana na urefu wa safari, kisha amejawa na vumbi. Wanachuoni wanasema hizi ni katika asbabu qabuli dua, na wakasema katika hadithi hii imetajwa sababu za kupokelewa dua 4. Sababu ya kwanza as-safar ma italatihi, katika sababu za kupokelewa dua safari. Mtu akiwepo safarini ni sababu ya kupokelewa dua. Ndio imekuja baadhi ya riwayati, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiwaaga au akiagana na watu, alikuwa akiwaambia la tansauna min salihi duaikum, au kama kala alayhi salatu wassalam, msitusahau katika dua zenu njema mnapokuwa safarini. Kwa hiyo sababu ya kwanza ya kukubaliwa dua ni kuwa safarini. Msafiri ni madhina ya kukubaliwa dua. Kwa hiyo ukiwa mwenye kusafiri, tumia fursa ya safari kwa kuomba dua, imma kujiombea wewe au kuwaombea ndugu zako. Kwa hiyo ya kwanza ni safari. Ya pili ash'atha aghbara, kutimka dhiki. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema as-safaru qit'atun min al-adhab, safari ni sehemu katika adhabu. Kwa sababu ya pili ya kukubaliwa dua, ash'atha aghbara, kutimka na kujawa na vumbi. Hiyo ni sababu ya pili ya kukubaliwa dua. Lakini pia katika sababu ya kukubaliwa dua, maddul yad, kunyanyua mkono, kunyanyua mikono mbinguni. Hiyo ni sababu ya kukubaliwa dua. Sababu nyingine ya kukubaliwa dua, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina lake, ya Rabb, ya Rabb. Kwa hiyo sababu 4 zote zimetajwa katika hadithi hii. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema thumma dhakara ar-rajula, kisha akataja mtu yutilu safar, amerefusha safari yake, ash'atha aghbara, ametimka na amejawa na vumbi. Yamuddu yadaihi ila samaa, unyanyua mikono yake kuielekeza mbinguni akisema ya Rabbi, ya Rabbi, ewe Mola, ewe Mola. Wa mat'amuhu haramu, na chakula chake ni cha haramu. Wa mat'amuhu haramu, na chakula chake ni cha haramu. Wakati ananyanyua mikono anaielekeza kwa Allah, wakati ambao amejawa na vumbi na nywele zake zimetimka, wakati ambao ametembea safari ndefu, anahitajia, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakati huo chakula chake ni cha haramu. Maana yake chakula alichokitumia safarini, chakula alichokitumia kabla ni cha haramu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam wa mat'amuhu haramu, na chakula chake ni cha haramu. Wa mashrabuhu haramu, na kinywaji chake ni cha haramu. Wa malbasuhu haramu, na mavazi yake ni ya haramu. Wa malbasuhu haramu, na mavazi yake ni ya haramu. Wa ghudhiya bil haram, na mwili wake umekuwa. Wa ghudhiya bil haram, mwili wake umekuwa kutokamana au umeleleka mwili wake kutokamana na vyakula vya haramu. Wa ghudhiya bil haram, mwili wake au kiwiliwili chake kimeleleka kutokamana na chakula cha haramu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelekeza suali,
fa anna yustajabu lidhalika au fa anna yustajabu lahu, vipi atajibiwa mtu huyu dua yake? Fa anna yustajabu lahu, vipi atajibiwa mtu huyu dua yake? Licha ya kuwa ameleta sababu za kukubaliwa dua, lakini kilichozuia baina yake na kukubaliwa dua ni nini? Ni chakula chake cha haram, mavazi yake ni ya haram, kinywaji chake ni cha haram, na mwili wake umeleleka kutokamana na haram. Wazi jamani? Imeeleweka hadithi? Naam. Taib, anasema mimma yustafadu min alhadith, katika yale ambayo tunafaidika kutokamana na hadithi hii. Hadithi hii rawahu Muslim, ameipokea Imam Muslim. Anna min asma'i llahi at-tayyib, katika majina miongoni mwa majina ya Allah ni at-tayyibun. At-tayyib ni jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maana, na maana ya neno at-tayyib, almunazzahun 'anil naqaisi, ni mwenye kuepukana kutokamana na mapungufu. Almunazzahu, mwenye kuepukana, 'anil naqaisi, kutokamana na mapungufu. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala hasifiki na sifa ya mapungufu, lakini wanadamu wanasifika na sifa ya mapungufu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ni tayyibun wa annahu munazzahun an kulli naqais, Allah ameepukana na kutokamana na kila mapungufu. Wa anna min sifatihi, na hakika miongoni mwa majina ya Allah katika sifa za Allah at-tayyibun, lianna asma Allah, kutokamana au kwa hakika majina ya Allah mushtaqatun, ni majina yaliyotelewa katika asli ya neno, ndo neno mushtaqa. Majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yote ni majina mushtaqa, sio majina au sio asmaa jamida, ni majina yaliyotolewa kwa kitu chengine. Maana yake Allah tayyibun, jina lake limetolewa kutokamana na neno at-tayyib. Wazi? Naam. Watadullu ala sifatin mushtaqqa, na zinaonyesha sifa zilizotolewa katika asli ya neno. Minha, katika sifa hizo, anna ala almuslim an yatiya bit-tayyib min al-a'mali wal-makasib, hakika juu ya Muislamu kuyaendea mazuri. Anna ala almuslim, hakika juu ya Muislamu, an yatiya bit-tayyib, ayajilie mambo mazuri, min al-a'mal, kutokamana na matendo, wal makasib, na kutokamana na machumo. Matendo yawe matendo mazuri na machumo yawe machumo mazuri. Anna sadaqa la tuqbalu illa min malin halal, hakika ya sadaka haitakubalika na Allah isipokuwa sadaka iliyokuwa ya mali ya halali. Sadaka ya mali ya haram, Allah subhanahu wa ta'ala hataipokea sadaka hiyo. Licha ya kuwa ni sadaka, umeitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini haiwezi kukubaliwa kwa sababu ni mali iliyotokamana na chumo chafu. Mali yoyote uliyoichuma kwenye chumo chafu, Allah haipokei. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna, yoyote ambaye atakayemjengea Allah nyumba au atakayejenga msikiti, ambayo masajid ni nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote atakayejenga nyumba, basi Allah subhanahu wa ta'ala duniani Allah atamjengea nyumba peponi. Lakini nyumba hiyo isiwe imetokamana na mali ya haram. Akajenga msikiti, akaufanya vizuri, akaunawirisha, lakini asili ya mali ile ni mali ya haram, haitapokelewa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال na hakika imethibiti kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم akisema la yaqbalu Allahu salata bighairi tahurin, Allah hatapokea sala ya mtu ambaye hayuko katika tahara, bimaana ako na hadath, amepatwa na hadath alafu akaenda kufanya ibada, Allah hatapokea ibada yoyote. Ni lazima mtu awe awe ni tahur, bimaana awe msafi. Kisha anasema wala sadaqata min ghululin, wala Allah hatapokea sadaka ambayo imetokamana na khiana. Mtu amemdanganya mtu akapata mali, ile mali akasema nimepata milioni 2 katika hii mali ambayo nimemdanganya mtu, nitatoa milioni 1 nitatumia hii milioni 1 naenda kumpa Allah. Mtume sallam sema wala sadaqata min ghululin, wala Allah hatapokea sadaka iliyotokamana na khiana. katika mimma yustafadu min alhadith anna akla alharami min asbabi adami qabuli ad-du'a, kula mali ya haram, kula chumo la haram ni sababu ya kutokupokelewa dua. Anna akla alharam, hakika kula mali ya haram, min asbabi adami qabuli ad-du'a, ni katika sababu za kutokupokelewa dua. Wakati mwingine mtu anajiuliza, mimi naomba lakini mbona sipokelewi dua zangu? Mbona maombi yangu hayapokelewi? Miaka 2, mwaka mmoja, miaka 3 namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mbona hanipokelei? Lakini mtu hajajiangalia mali yake, hajaiangalia chumo lake, hajaangalia mavazi yake, hajaangalia mwili wake umekuwa na kitu gani, hajaangalia maisha yake kwa ujumla, hajaangalia. Kumbe akiangalia maisha yake atapata ni maisha ambayo yanakula mali ya haramu. Na hasa subhanallah, nasallallahu as-salama wal afia, takad unakaribia kutokumpata muaminifu leo, unakaribia kutokumpata muaminifu leo, mpaka baadhi ya watu wasema subhanallah, natafuta mpaka baadhi ya tulab ilm, lakini dhaat alaihim al-amana, uaminifu kwao umepotea. Takad unakaribia kutafuta mtu ambaye ni muaminifu yoyote katika Waislamu au katika hata wasio kwa Waislamu, ambaye anataka kufanya biashara, mtu anaangalia mtu muaminifu ili mali yake iwe salama. Sasa leo unakaribia kutafuta ni nani muaminifu, nitampa mali yangu. Ikiwa ni hivyo, unakaribia kutafuta muaminifu, hakuna muaminifu isipokuwa wachache. Manake wengi tunakula haramu, wengi tunakula haramu. Sasa anna akla alharam, kula mali ya haram, min asbabi adami qabuli ad-du'a, ni katika sababu za kutokupokelewa dua. Anna min asbabi qabuli ad-du'a, katika sababu za kupokelewa dua, miongoni mwa sababu kuu za kukubaliwa dua, as-safar, safari. Safari ni katika sababu kuu za kukubaliwa dua. Kwa hiyo Muislamu atumie fursa nzuri anapokuwa safarini. Na wanachuoni baadhi yao haddadu safar, wakaiwekea safari mipaka, wakasema ni safari ambayo yuksaru fihi, inaitwa safari kiwango ambacho utaweza kufanya kasri, kupunguza swala, hiyo ndio inaitwa safari. Na kiwango ambacho unaruhusiwa kisheria kufungua mchana wa Ramadhani, hiyo ndio inaitwa safari. Kwa hiyo wakakhtalifiana, je, ni masafa kiasi gani? Lakini maneno mazuri katika baadhi yao wakasema ni masafa ya kilomita 80 na kuendelea, hiyo ndio inaitwa safari. Kuanzia kilomita 80 na kuendelea, hiyo ndio inaitwa safari. Sasa safari yoyote utakayosafiri,
sawa hiyo kilomita 80 au kuendelea na zaidi, kisha ukanyanyua mikono yako na ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni sababu ya kukubaliwa dua. Wa kaunu da'i, na kuwa yule muombaji ash'atha aghbara, amesafiri kisha akapatwa nywele zake zikatimka, kisha aghbara, akajawa na vumbi. Katika hali hiyo basi unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni katika sababu za kukubaliwa dua. Na unaweza usiwe ash'ath aghbara leo, labda leo unaweza usiwe ash'ath aghbara, unasafiri unaenda zako nchi jirani, mfano Kenya, unasafiri na ndege, unatua kana kwamba umetoka nyumbani kwako, lakini ile mashaka ya safari, kukaa wakati mwingine ndege cancel safari, alafu labda umesafiri, baada ya kusafiri uko juu mkapigwa na mawimbi, mkifika taabani, umechoka, hiyo ni katika sababu ya kukubaliwa dua. Naam. Anna min asbabi qabulihi aidha, miongoni mwa sababu za kukubaliwa dua vile vile, raf'ul yadaini biddu'a, kunyanyua mikono miwili kuielekeza mbinguni, raf'ul yadain. Na wanachuoni wanaelekeza kuwa kama si dua ulistikhara, ni dua ya kuomba na kumwomba Allah, kunyanyua mikono ni hivi, sio hivi. Kunyanyua mikono ni hivi, kuishikanisha mikono karibu na kifua chako. Hii ni katika sababu ya kupokelewa dua. Anna min asbabihi aidha, katika sababu pia vile vile za kupokelewa dua, atawassulu bil asma. Atawassulu bil asma, kujikurubisha au kumuomba Allah kupitia majina ya Allah. Ya Razzaq urzuqna, ya Razzaq urzuqna, kuomba kupitia majina ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Anna min asbabihi, miongoni mwa sababu zake vile vile, al-ilha'u ala Allah fihi, kurejea kumkariria Allah katika kumuomba ndani yake, kumkariria Allah kila wakati unaomba. Yani sawa umebanwa na haja, unamfuata mtu kila wakati, dakika 2 unampigia simu, dakika 2 unampigia simu. Asa ilhau ala Allah, kumrejea Allah na kumuomba mara kwa mara na kukariri kuomba, hiyo ni katika sababu za kupokelewa dua. Naam, hadithi imeeleweka jamani? Naam, hiyo ndio hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu. Naam. الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم. حديث يا 11 ni hadithi ya Abi Muhammad. Abu Muhammad anaitwa Al-Hasan ibn Ali, anaitwa jina lake Al-Hasan, jina lake anaitwa Al-Hasan
ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الهاشمي. الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الهاشمي. أبو محمد المدني، أبو محمد المدني. Hasan ibn Ali ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni mtoto wa Fatima radhiyallahu anha ambaye amezaliwa kupitia Fatima na Ali radhiyallahu anhu. Na Ali radhiyallahu anhu ni mpwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuoza mpwa wake binti yake ambaye ni nani? Ambaye ni Fatima radhiyallahu anha. Kupitia Fatima akazaliwa Al-Hasan ibn Ali na akazaliwa Al-Hussein ibn Ali. واضح. na Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma alikufa mwaka 48 na ikasemekana alikufa mwaka 49 na ikasemekana alikufa mwaka 50 na ikasemekana alikufa mwaka 51. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipitisha mtihani mkubwa sana wakati wa zama za masahaba radhiyallahu anhu, ambao mtihani huo ilikuwa ni kutofautiana kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utawala. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimzungumzia Hasan akisema, sayasluhu Allahu, atasuluhisha kijana huyu baina fi'atayn 'azimatayn min almuslimin, baina ya makundi mawili makubwa katika makundi ya Kiislamu. Huyu Hasan alimtabiri hivyo. Wanachuoni wanasema alikuwa na hitq, yani alikuwa ni mtu mwerevu, akili yake safi sana, licha ya udogo umri wake, lakini alikuwa akili yake iko sharp. Kwa hiyo Mtume sallam alitabiri kuwa atasuluhisha baina ya makundi makuu mawili, na ndipo pale ambapo alipofariki Ali radhiyallahu anhu, watu wakataka kumpa zimamu ya uongozi nani? Hasan ibn Ali. Kwa hiyo wanasema wanachuoni akaongoza kwa muda mchache, kisha alipoona fitna kubwa inakuja, badala ya Waislamu waingie wapigane na damu zimwaike, basi akaona amwachie uongozi ule Muawiya radhiyallahu anhu. Na sisi Ahlus Sunna wal Jamaa itikadi yetu kwamba kwanza katika fadla Abu Bakar radhiyallahu anhu, kisha Umar radhiyallahu anhu, kisha Uthman radhiyallahu anhu, kisha Ali radhiyallahu anhu, kisha waliofuata baada yao hao. Lakini baada ya utawala wa Ali akaongoza kwa muda mchache Hasan ibn Ali, kisha baadaye akamwachia uongozi huo Muawiya radhiyallahu anhu. Hiyo ndio itikadi na hiyo ndiyo ilivyo katika vitabu na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tarehe inaeleza hivyo. Lakini sivyo walivyobadilisha Mashia, wakabadilisha historia hiyo na wakaweka historia tofauti, bali wakadai kuwa walishirikiana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumuua na katika kumwangamiza Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Lakini pia walishirikiana masahaba katika kumweka Muawiya wakati hakustahiki. Hayo ni maneno ya nani? Ya Mashia. Na Mashia hawazingatiwi katika dini ya Kiislamu, kwa sababu ushia ni dini inayojitegemea, si dhehebu kama baadhi ya watu wasema ni dhehebu katika madhehebu ya Kiislamu. Hapana,
ni dini katika dini za Kiislamu, zina mifumo yake, zina utaratibu wake wa kiibada na kimuongozo, kwa hiyo haizingatiwi. Lakini ikitamkwa kwamba ni dhehebu, itaingia kuwa ni dhehebu ambalo limeingia katika dini ya Kiislamu ili kuliumiza au kuiumiza dini ya Kiislamu kutoka ndani. Ndipo pale unaposema kwamba lakini anayesema, wanasema lakini hawa wanasema la ilaha illa Allah, ndio wanasema la ilaha illa Allah, lakini mbona hawa wanasema kuwa Qur'ani haijatimia? Wasemaje anayesema la ilaha illa Allah lakini anadai kuwa Qur'ani na mapungufu? Wasemaje anayesema la ilaha illa Allah anasema kwamba tupu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itaadhibiwa siku ya Kiyama? Manake atakayeadhibiwa ni nani? Ni Mtume, kwa sababu imekutana na mzinifu Aisha radhiallahu anha. Unasemaje anayesema kuwa mke wa Mtume ni mzinifu? Unasemaje? Amesema la ilaha illa Allah lakini huku anadai kuwa mke wa Mtume ni mzinifu. Kwa hiyo ndio wachuoni wanasema ni dini inayojitegemea, na ikizingatiwa ni dhehebu liloingia ndani ya dini ili kuumaliza Uislamu kutoka ndani. Na ndio wamewamaliza Waislamu au wametumaliza Waislamu kupitia ndani. Manake wao wakasema ukikaa nje utaonekana kwamba wewe siye, bora uingie ndani ili uwamalize Waislamu kutoka ndani. Wazi? Na wakafanikiwa kwa baadhi ya Waislamu kuwateka, kuwatia afkari zao, kuweka shubha, na baadhi ya Waislamu wakaenda na wao wakawa hawezi kusali na hawezi kumsujudia Allah mpaka aweke kijiwe kilichotoka Karbala, kwa sababu anaitakidi kwamba ardhi yote ni chafu, lakini ardhi ya Karbala ni ardhi iliyokuwa safi. Ndio maana hawezi kumsujudia Allah mpaka kwa kijiwe cha Karbala. Nasallallahu salama wal afia. Naam, hadithi hii imekuja katika baadhi ya riwaya ambayo Imam Tirmidhi ameitaja, imekuja ikipokelewa na Abil Hawra, imekuja ikipokelewa na Abil Hawra qala, akisema qultu lilhasan ibn Ali, nilisema kumwambia Hasan ibn Ali, ma hafidhta min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni nini umehifadhi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Ni nini umehifadhi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Ma hafidhta min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni nini umehifadhi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Imam Tirmidhi akasema wa fihi qissa, na hadithi hii ina kisa. Kisa chake ni kuwa Hasan ibn Ali radhiallahu anhu alikuwa anataka kula tende katika tende za sadaka. Sasa alipokuwa anataka kula tende katika tende za sadaka, Mtume sallallahu alayhi wasallam akampokonya ile tende, na imejaa mate yake, yani alikuwa tayari ashaanza kula, kwa hiyo ina mate. Akaichukua ile tende akairejesha katika sehemu ya tende za sadaka. Kisha Mtume sallam akasema, inna la naakulu sadaka, hakika yetu sisi hatuli sadaka. Kisha ndo akasema, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kisha Hasan ibn Ali alipoulizwa ni nini umehifadhi kutoka kwa Mtume sallam, akasema nimehifadhi da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Naam. Kwa hiyo anasema an Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sibti ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sibti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wanachuoni wanasema sibti ni mjukuu wa mtoto wa kike. Sibti ni mjukuu wa mtoto wa kike. Hafid ni mjukuu wa mtoto wa kiume. Wazi? Kwa hiyo anasema sibti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mjukuu wa mtoto wa kike wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa raihanatihi, wa raihanatihi, na kipenzi chake. Wa raihanatihi, na kipenzi chake.
Hasan ibn Ali ni katika vipenzi vya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo anasema sibti Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mjukuu wa mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa raihanatihi, na kipenzi chake. Na raihana ni mti, wa raihanati, raihana ni mti ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam mzungumzia huu mti akasema ta'muha mur wa rihuha tayyibun. Mti huu ukiuona harufu yake ni nzuri sana, unaitwa raihana. Harufu yake ni nzuri sana raihana, lakini ukiuonja ni mchungu, majani yake ni machungu. Huyo ndio raihana. Wazi? Kwa hiyo raihana ni nini? Ni mti ambao majani yake yanakuwa na harufu nzuri. Na yako inapatikana, iko mahala. Wakati fulani nilikuwa mimi nimekosa, nilipokuwa tuko Madina, nimekosa marashi, nikawa nachukua raihana naweka hapa. Mtu akikusikia mashallah, Allahumma barik, yani harufu yake ni nzuri, lakini akiamua kutaka kuonja sasa hawezi kutafuna, atafumba macho. Hiyo ndio raihana. Naam. Kwa hiyo anasema sibti Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa raihanatihi, mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kipenzi chake. Qal, amesema hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nimehifadhi mimi, hafidhtu, nimehifadhi mimi, min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume wa Allah salawatullahi wasalamu alayhi. Qala, akisema da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, wacha linalokutia shaka. Da' ma yaribuka, wacha linalokutia shaka. Da' ma yaribuka, wacha linalokutia shaka. Ila ma la yaribuka, kwa kuliendea lile ambalo halikutii shaka. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, wacha linalokutia shaka kwa kuliendea lile ambalo halikutii shaka. Wazi? Da' ma yaribuka, wacha linalokutia shaka, ila ma la yaribuka, kwa kuliendea lile ambalo halikutii shaka. Kisha akasema fa inna sidqa tumanina. Iko kwenu? Zidisheni hiyo. Katika baadhi ya riwaya za Imamu Tirmidhi akasema fa inna sidqa at-tumanina, fa inna sidqa tumanina, fa inna sidqa tumanina, hakika ukweli ni utulivu. Fa inna sidqa tumanina, hakika ya ukweli ni utulivu. Wa innal kadhiba ribatun, na hakika ya urongo. Wa innal kadhiba, na hakika ya urongo, ribatun, ni yenye kutia shaka. Wa annal kadhiba au wa innal kadhiba, na hakika ya urongo, ribatun, ni yenye kutia shaka. Ndio Mtume sallam akasema pia al-ithm, jambo baya, ma haka fi nafsik, ni lile ambalo linakukwaruza katika nafsi yako. Wakarihta an yattali alayhi nnas, na ukachukia watu wengine wasione, manake hilo ni jambo baya. Wazi? Al-ithm, uovu, ma haka fi nafsi, jambo ambalo linakutia wasiwasi, linakukwaruza, huna amani. Wakarihta an yattali alayhi nnas, hata simu hii, kama kuna jambo baya unalifanya, basi hutamani mtu aje. Ukiona mtu akija tumeelewana? Manake unalolifanya si la sawa sawa, lakini kama unalolifanya limenyoka, manake huhitaji wewe kuficha kwa watu. Kwa hiyo Mtume sallam akasema al-ithm ma haka fi nafsik, maadamu jambo ambalo linakutia wasiwasi liwache, liendee lile ambalo halina wasiwasi ndani yake. Hata katika miamala, iko miamala unaifanya inakutia wasiwasi, je, ni halali au si halali? Na hadithi hii inatia au ni katika hadithi inayowadhihisha hadithi ile iliyotangulia, hadithi ya An-Nu'man ibn Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wazi? Naam. Nasema hadithun
hasanun sahihun. Hii ni hadithi ambayo ni hasan, lakini pia ni hadithi ambayo ni sahihi. Ni hadithi hasan, lakini pia ni hadithi ambayo ni sahihi. Na inshallah iko siku, kwa sasa tuiache hapo, lakini tukianza huenda vitabu vingine mbeleni tukaanza kueleza maana ya neno hasanun sahihu kwa Imamu Tirmidhi. Akisema hasanun sahih, akikusanya baina ya hasan na sahihi ina maana gani, tumeelewana mbeleni huko. Naam, kwa hiyo hadithi hii ni hadithi ambayo ni hasanun sahihu. طيب, mimma yustafadu min alhadith, yale ambayo tunafaidika katika hadithi hii, tarku al-insan ma la ya'nihi fi umuri ad-din wa ad-dunya. La, tarku ma yakunu fihi riba, kuacha kuyaendea yale mambo ambayo yenye mashaka ndani yake. Wal akhdhu bima la ribata fihi, na kuyafanya yale ambayo hayana mashaka ndani yake. Jambo ambalo lina shaka ndani ya nafsi yako kwamba hili jambo lakini sijui ni la halali ama si halali, mbona hili jambo umefanya jambo lakini linakuzunguka kichwani, kuliacha na kuliendea jambo ambalo halina mashaka ndani yake. Anasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, da'i alwahid alladhi yuribuka, acha jambo moja ambalo linakutia mashaka. Ay shay'ul wahid alladhi yuribuk ila 4000 la turibuk, yafanye mambo 4000 ambayo hayakutii mashaka ndani yake. Kusali tahiyatul masjid hakukutii mashaka ndani yake, kusali an-nawafil hakukutii mashaka, lakini kusali baada al-asr kunakutia mashaka. Wacha sisali baada salatu al-asr, maana masala fi khilaf. Lakini kwa sababu unapata na mashaka, je, kunafaa kusali baada al-asr ama haifai kusali baada al-asr? Bora kwako wewe usali baada ya salatu al-asr. Naam. Miamala, unafanya miamala, umekwenda bank, kuna miamala inafanyika na wewe ukawa muhanga wa miamala ile, inakuzunguka ile miamala, lakini sasa miamala hii inafaa au miamala hii haifai? Bora ni kujiepusha na miamala ambayo haijabainikia kwako wewe. Na yako baadhi ya mambo yana uhalali na yana uharamu ndani, yani kama jambo la halali lakini kama lina mambo fulani fulani ya uharamu, bora kwako wewe kuliacha moja kwa moja. Jambo ambalo ulifanya lina halali moja kwa moja, ukisimama hapo ukatoa machungwa ukayapanga ukauza, ukapokea pesa na ukatoa chenji, na ukafanya huo muamala mpaka machungwa ukamaliza, unarudi nyumbani kwako, moyo wako umefanyaje? Umefurahika. Lakini unapokwenda bank ukaambiwa sasa hii sasa ni murabaha, ukatoa pesa yako, watu wa bank wakwambia tunaizungusha hii pesa lakini tutakupa 5%, wewe lazima utarudi. Sasa hii ni halali au si halali? Maana yake bora ni kufanyaje? Kuepukana nayo. Naam. Anna tarka ma yurtabu fihi rahatun linnafs wa salamatuha, kuacha mambo ambayo, tarku ma yurtabu fihi, kuacha mambo ambayo yenye mashaka ndani yake, kuna raha katika nafsi na kuisalimisha nafsi yako. Wa salamatuha min alqalaq, na kuiepusha nafsi yako kutokamana na wasiwasi. Utakuwa huwazi mara si inafaa au haifai. Nadhani inshallah tutaishia hapo. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, tuwape fursa ndugu zetu tunataka kuuliza, waweze kuuliza ambaye ana jambo. Naam Sheikh. Ndio, hakika ukweli ni utulivu. Walkadhiba wa innal kadhiba ribatun, na hakika ya urongo ni yenye mashaka, yenye kukutia shaka. Innal kadhiba ribatun, na hakika ya urongo ni yenye kukutia mashaka. Lakini ukweli ni tumanina. Ndio maana wanasema, baadhi ya Waarabu wanasema as-saraha raha, kusema ukweli na kunyoosha maelezo ni raha, manake hutabaki tena na vifunda. Tumeelewana? Hata baadhi ya watu wanashauri kama una jambo litakutia wasiwasi, lizungumze liishi, linyooshe maelezo, usilipindishe. Unapopindisha maelezo, na hata angalia mtu muongo ni riba, kesho anasahau alichokisema jana,
akija anasema jana ulisema hivi, leo vipi? Leo atafuta njia nyingine. Lakini kuwa ni mwenye kunyooka, hata kama jambo unahisi lina madhara ndani yake. Umeanguka, wewe ni mwanadamu, umefanya kosa, ukaulizwa bwana umefanya? Nimefanya, nimekosea, mimi ni mwanadamu, nimekosea. Wewe rayahta nafsak wa rayahta al-akharin, umewapatia raha nafsi yako na umewapatia raha watu wengine. Lakini sema uongo, watu watakutatiza, wataanza kukuuliza maswali mengine yatakufanya ujifunge katika mazungumzo. Sasa unajua pale, nyosha maelezo, sema ukweli, inakuwa ni utulivu katika nafsi yako. Naam. Je, inafaa kumpa mtoto wako wa kike jina la huo mti uitwao Rayhana? Si mbaya. Rayhana neno zuri, yani kama kumwambia mtoto wako Tayyib, kitu kizuri, yani tumeelewana, haina makosa, ana jina zuri. Hii ni bora bikathiri kuliko kumwita mtoto Mwashamba au sikujua. Sikujua, mtu amwita mtoto sikujua, la, hapana. Mwite majina mazuri. Yako majina wazee wetu zamani yalitumika, leo sisi alhamdulillah tumesoma, tumefahamu kuna majina mazuri. Kwa hiyo mwite mtoto wako majina mazuri. Ukimwita mtoto Rayhana, mpaka wewe mwenyewe ukimwita unasikiaje? Yani usikia raha. Lakini hemu mwite mtoto kuna majina ya ajabu huko mitaani mwetu, Allah tuhifadhi. Mtu anaitwa Kilewa. Kilewa, jina gani Kilewa? Yani Kilewa, jina gani Kilewa kweli? Si jina, ni jina zuri, lakini si zuri kwa sababu halina maana nzuri. Kilewa au mtu anamuita kama hivyo mtoto wake majina yani ambao ni magumu kidogo hata mengine. Naam. Kwa hiyo inafaa kumuita mtoto Rayhana. Shekhe, muamala gani mzuri wa kufanya biashara ni upi? Yani vitu gani nizingatie katika kufanya biashara ili iwe fasaha au iwe halali? Isiwe fasaha, iwe halali. Kitu cha kuzingatia kwanza, sifahamu zile biashara unazotaka kuzifanya kabla hujaziendea. Na miamala imekunjuka jamani, miamala sio jambo dogo, miamala imepanuka, miamala ina majina yake, miamala ina taratibu zake na sheria zake. Kwa hiyo iulizie miamala kwa mashaikh kabla hujaiendea, ili ukiiendea iwe ni miamala inayofaa. Lakini wewe kwanza jifunze Kitabul Buyu', na alhamdulillah yani bisadadiha nahnu, yani ndo tunaelekea huko, ndo darasa zimeanza kujua miamala ya kibiashara, ipi ni miamala halali, ipi ni miamala haramu. Alafu hapo unaweza kupata kupambanukiwa na miamala ya kisasa. Hapo utakuwa na utulivu. Yani mathalan ukija kusema labda muamala labda wa kuuza kwa mnada, inafaa haifai? Inafaa. kuuza kwa mnada ni halali. Kinachokatazwa katika mnada ni najash. Yani ushawahi kuona mnadani, umekaa mnadani alafu kuna mtu hapa kando 2000 yeye anatia 3000, 3000 anatia 4000, 4000 anatia 5000. Nia yake hataki kununua, anataka kukuharibia wewe, kukuumiza na kumfaidisha yule. Hapo manake inakuwa muamala huu ni wa haramu. Kwa hiyo ukishafahamu kwamba najash, ukiona mtu anafanya najash unaweza kumwambia hii muamala ni haramu unafanya. Lakini wewe mwenyewe isije ikawa naye uko feri pale, mtu akwambia naye tumpigie bei huyu, tumpigie, na wewe umpigia bei. Kumbe unaenda kula haramu na unamdhulumu ndugu yako Muislamu. Muache mwenyewe. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam la yabi' hadirul libad. Mtume sallallahu akataza muamala wa hadirul libad. Wanatoka brokers hapo, wanaenda zao Chanika, wanasubiri mzigo, wanauhijack mzigo, wakwambia wacha sisi tuende zetu sokoni. Wanakuja wao sokoni na mzigo. Huyu brokers amefanya haramu, hata kama wao ndio wamiliki soko, sababu leo brokers ndio wamiliki soko. Atakana mtu aje na mzigo wake mpaka sokoni, aangalie bei iko shilingi ngapi? 3300. Broker anasema nipe mzigo kwa 3500, na kwa 3200, alafu wewe nenda zako, mimi nitauza nitaka. Broker ndo anauza. Na siku hizi soko zote zimemilikiwa na brokers, yani madalali ndio wako sokoni. Na kama hujafanya miamala mizuri na madalali, mzigo wako unaharibika pale auzo. Walivyokuwa madalali ni wakaidi kweli. Tumeelewana? Naam, Allah tuhifadhi. Kwa hiyo kuifahamu miamala inayofaa ni kwanza kuisoma na kuifahamu. Bila hivyo huwezi kufahamu. Lazima ufahamu. Angalau hata kwamba usifahamu in deep, usiende deep. Angalau kujua biashara iko vipi, biashara iko vipi, biashara iko vipi, biashara iko vipi, biashara iko vipi. Basi utafanikiwa inshallah.
Nimesikia Ibn Muhammad Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Hasan alikuwa na mtoto akiitwa Muhammad. Alikuwa na mtoto, Allahu aalam, sijui kama Hasan alikuwa na mtoto akiitwa Muhammad, lakini akiitwa Abu Muhammad. Na tusema hapa mara ya kwanza, unaweza kupewa kunia lakini huna mtoto. Abu Bakar hana mtoto anaitwa Bakri. Abu Dharri hana mtoto anaitwa Dharri, lakini anaitwa Abu Dharri. Tumeelewana? Na nani pia? Abu Suleiman Khalid ibn Walid hana mtoto anaitwa Suleiman. Hii inafaa kupewa kunia na huna mtoto anaitwa hivi. Kwa hiyo inafaa kujiita Abu Salfiq na huna mtoto anaitwa Salfiq. Inafaa jaiz yani. Na tumeona hapo Hasan radhiallahu anhu akikatazwa kula sadaka. Vipi kwa viongozi wanaokusanya sadaka kisha baadhi yao wanazitumia kwa mahitaji ya Uislamu na baadhi kwa mahitaji yao? Hapa niseme jambo moja kwanza. Kula sadaka kwa ahlul bait ni haramun. Ahlul bait hawali sadaka. Yoyote anayekwambia kwamba sisi ni masharifu, sisi ni ahlul bait, manake asile sadaka. Familia ya Mtume sallam yote toka hapo mwanzo mpaka leo, kama wako baadhi ya familia ya Mtume wanaojinasibisha na Mtume kwamba sisi ni ahlul bait, haruhusiwi kula nini? Sadaka. Lakini masharifu wetu ndio vinara katika kula sadaka. Usharifu wautaka na sadaka wazitaka. Hautakiwi kula sadaka, kwa sababu sadaka ausahu nas, ni uchafu wa watu, na wewe ni sharifu. Si tumeelewa jamani? Sadaka ni uchafu wa watu na wewe ni sharifu mtukufu. Kwa hiyo usile uchafu wa watu. Haya, nitajie sharifu mmoja ambaye alisadaka leo, hasubiri mpaka apewe. Masharifu wanakwenda kuomba wao kula sadaka. Tafadhali. Naam, tukirudi katika swali sasa, kiongozi tusiseme kwamba ahlulbait, tusimfanye ahlulbait, tumfanye mtu tu Muislamu amesema mimi bana napita na kusanya sadaka, alafu nusu nitapeleka msikitini na nusu nitapeleka nyumbani kwangu. Ni haramu, na mali anayokula nyumbani kwake ni haramu. Lau asengetumia jina la msikiti angepewa labda mpate 20,000, kana ile 20,000 yote ipeleke msikitini. Sio imamu amwambie sasa bana nakufikiria 1,000, etu iweke msikitini. Basi